الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ديني إلوكوجا كولتا. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. أما بعد، قال الله جل ثناؤه في سورة البقرة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Anasema Allah jalla jalaluhu, na wala msiingize nafsi zenu katika maangamizi, na wala msiziingize nafsi zenu kwa mikono yenu wenyewe katika maangamivu. Wa ahsinu, na fanyeni ihsani, fanyeni mazuri, fanyeni wema. Inna Allah yuhibbul muhsinin, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wahisani. Aya hii inatupa taswira na picha kwamba yeyote ambaye hataki kutoa katika njia ya kheri, hataki kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu yupo katika maangamivu, ameitia nafsi yake katika halak, katika kuangamia. Kwa sababu hata aya yenyewe imeteremka kama sahaba anavyosimulia, anasema wakati Mtume alayhi salatu wassalam alivyokuja Madina, tukaacha kila kitu chetu, tukamnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukapigana jihadi, tukajitoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuwa mambo yametulia, tukasema turudini katika biashara zetu, turudini katika mashamba yetu, turudini katika mali zetu, tukaziendeleze. Ikateremka aya hii: wala tulqu biaidikum ila tahluka, na wala msiziingize nafsi zenu kwa mikono yenu katika maangamivu. Tafsiri ya kwanza. Na tafsiri ya pili: wala msiingize mikono yenu katika maangamivu, nyinyi wenyewe mkajiangamiza. Kwa lipi? Kwa kuacha jihad, kwa kuacha kumnusuru Mtume, kwa kuacha kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Badala yake wa ahsinu, fanyeni ihsan kwa kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yoyote ambaye hataki kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote ambaye hayuko tayari kuihudumia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake huyu yupo katika maangamivu. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, na wala msiziingize nafsi zenu katika maangamivu. Aya nyuma inaanza wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu biaidikum ila tahluka, toeni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msiziingize nafsi zenu katika maangamivu kwa kuacha kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe ndugu yangu, kujitoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa hitaji uwe na mali nyingi. 1000 yako, 2000 yako, ukiitoa khalisan liwajhi Allah katika njia ya Allah, kuhudumia msikiti, kuhudumia madrasa, kuhudumia sehemu watu wanasoma, hiyo ni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, msiingize nafsi zenu katika maangamivu kwa kutokutoa vile ambavyo Allah amewaruzuku. Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu biaidikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah tabaraka wa ta'ala anatutaka tuwe ni watu wenye kutendeana yaliyokuwa mema. Allah tabaraka wa ta'ala hapendi kumuona mwanadamu anajiingiza katika maangamivu ya kuiangamiza nafsi yake. Kila mtu ni wajibu kwake kuhakikisha ya kwamba anamfanyia mwenziwe aliyokuwa mazuri. Ukiwa unaona kwamba hili jambo mimi mwenyewe binafsi silipendi, mimi mwenyewe binafsi linanikera, jambo hilo hakikisha ya kwamba haumfanyii mwenzio. Kwa sababu gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, wapendelee watu, wapendelee wenzio yale ambayo wewe mwenyewe unayapenda katika nafsi yako. Ukiona hili jambo linakera, usimfanyie mwenzio hilo jambo, ni dhambi. Kwa sababu Allah tabarak wa taala anatuagiza, anasema ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, jitahidini kufanya aliyokuwa mazuri, kwa sababu Allah tabarak wa taala siku zote huwa anawapenda watu ambao wanafanya aliyokuwa mazuri. Ukiona hii ni tabia mbaya, basi tabia hiyo sikuwa labda inamuudhi Allah tabarak wa taala pekee, sikuwa labda inawaudhi wanadamu pekee. Hapana, tabia yote iliyokuwa mbaya Allah tabarak wa taala anaichukia. Lakini kama haitoshi, na wanadamu pia kwa tabia iliyokuwa mbaya huwa ni kawaida hawapendezewi. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amemleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu kwa ajili ya kuja kutimiza aliyokuwa mazuri, kama anavyosema Mtume, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, hakika mimi
nimepewa utume, hakika mimi nimeletwa kwenu liutammima makarim al-akhlaq, kwa lengo la kuja kutimiza tabia zilizokuwa nzuri. Kwa maana hiyo kuyafanya yaliyokuwa mazuri ndio mambo ambayo sisi tunahimizwa, na kuyaacha yaliyokuwa mabaya, arradhail, mambo ambayo tunayajua haya ni mabaya katika tabia, mabaya katika maneno, ni mambo ambayo Uislamu unatukataza kuyafanya mambo hayo, kama Allah tabaraka wa taala anavyosema katika surat al-Baqara aya namba 195, wa ahsinu, jitahidini sana kufanya mambo yaliyokuwa mazuri, inna Allaha yuhibbul muhsinin, hakika Allah tabaraka wa taala anapenda watu wenye kufanya mambo yaliyokuwa mazuri. Qala Allahu azza wa jalla wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, nafanyeni wema, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wenye kufanya wema. Ma huwa al-ihsan? Ni ipi ihsan? Al-ihsan yanqasmu ila 3 aqsam. Ihsan imegawanyika katika mafungu matatu. Al-ihsan ila Allah, ihsan kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa an ta'budu Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ni kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba unamuona live, uko naye live, na ikiwa wewe humuoni, na ndivyo ilivyo, hatumuoni Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa siku ya kiyama ndiye tutakayemuona Allah, na Allah turuzuku kumuona kwake. Na kama hamuoni, fa innahu yarak, fatayaqan, kuwa na yaqini kabisa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yaraka, anakuona popote uwapo. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, hakijifichi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbinguni wala ardhini. Wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, fanyeni wema, hakika Allah hupenda wenye kufanya wema. Fanyeni wema kwa wanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha, mtakapochinja fanyeni wema katika kuchinja. Wa idha qataltum fa ahsinu alqitla, mtakapoua fanyeni wema katika kuua. Hapa ihsani inahusu wanyama, inahusu kuwahurumia wanyama kwa chochote wanachokifanya kumfanyia mnyama. Fanya ihsani, usivuke mipaka vile alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ihsan kwa watu ni kule kuwafanyia mazuri, kuwaepushia mabaya, kuto kuwadhuru. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tumwabudie pale aliposema, ubudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana, mwabudieni Allah na wala msimshirikisha na kitu chochote, na wazazi wawili wafanyieni wema. Wema ni jambo lolote lilokuwa zuri kumfanyia mtu. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, Allah anawapenda wale wenye kufanya wema kwa viumbe, wanyama, kwa Allah na kwa binadamu. Allah, Allah, Allahu akbar. Allah, Allah, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Dini